wa sanaa, tamaduni na michezo, Hamisi Mwijuma amefunga goli. Mheshimiwa heshima. Asante, mambo vipi? Poa, hongera kwa kumtungua golikipa namba 1 ya timu ya taifa. Bruno Fernandes mama. Vitu vimo. Vitu vimo Okay, mheshimiwa, unajisikiaje kwanza kuja Singida kwenye tukio kubwa kama hili? Najisikia kuwa sehemu ya historia. Kutengeneza miundombinu ya michezo kwa kiwango hiki bila fedha ya serikali ni jambo kubwa. Naamini wapongezi wadau wa Singida ambao wamejikusanya wakiongozwa na Mheshimiwa Waziri wa Fedha, mbunge ndugu yangu Comrade Mwigulu Nchemba kwa kufanya hili liwezekane. Ukweli ni kwamba wadau wa namna hii wanafanya mpaka kazi yetu inakuwa rahisi. Kiwango na idadi ya miundombinu iliyopo kwenye nchi yetu sasa hivi, serikali haina uwezo wa kutengeneza miundombinu ya sehemu zote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo mara zote tumekuwa tukiwatia moyo wadau kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutengeneza miundombinu mbalimbali ya michezo, na nashukuru Singida wamekuwa miongoni mwa watu wa kwanza kuhakikisha hilo linatokea. Uwanja mzuri, na naamini hii ni chachu inawatia changamoto na ndugu zetu wa Simba na Yanga kuona kwamba timu ndogo mpya kama Singida inaweza kuwa na sehemu yake ya kuchezea, japokuwa kwa kuanzia na picha alafu watakuja kwenye majukwaa, lakini na wao wanaweza. Mimi naamini kwa jinsi muundo na ukubwa wa vilabu vyetu vikubwa ya Simba na Yanga, wakiamua kuwa na uwanja mwaka huwezi kukatika. Kwa hiyo na wa challenge kwamba hili ni jambo ambalo wao kama giants wa soka katika nchi yetu wanatakiwa kulifanya. Mheshimiwa, Singida imekuwa timu ndogo ligi kuu, lakini timu kubwa kimafanikio, wameweza kufungua uwanja wao. Hii inaleta chachu na hamasa kwa vilabu vingine, lakini pia kwa serikali kwa ujumla. Tunafahamu Singida hakuna airport, na uwanja huu utaenda kuwa chachu ya wageni mbalimbali pamoja na timu nyingi kubwa kuweza kuja kutumia uwanja huu. Kwako unalifikishaje hili katika serikali? Hakuna airports, lakini miundombinu yake ya usafiri ya kufika Singida wala sio migumu hivyo. Na serikali inafanya kwa mipango ya wakati husika. Wakati utakapofika Singida nayo itakuwa na airports nzuri kubwa tu, na hilo lako litakuwa limejibiwa. Lakini kwa sasa kabla hatujawa na airport, Singida panafikika kirahisi kipindi chote cha mwaka, Januari mpaka Januari. Kwa hivyo wala halijawahi kuwa kikwazo hilo, isipokuwa muda wa kutengenezewa airport ukifika na wenyewe litafanyika hilo pia. Okay, serikali mko kwenye mipango ya kujenga viwanja vingi na vingi kwa ajili ya AFCON, na Singida tumeweza kufanikisha hili kwa kuweza kuisaidia serikali. Kwako hili mheshimiwa, unaondoka nalo kama chachu na hamasa kwa namna gani ya kuweza kupushi maendeleo ambayo mmekuwa mkianzisha? Kama ambavyo nimetangulia kusema, Singida wameni-impress kwa kweli, na hii inaenda kwa wadau wengine wote ambao wana uwezo, wako katika maeneo ambayo hayana miundombinu mizuri ya michezo, ili wanatakiwa kulifanya. Na sisi kama serikali tuko tayari kuwaunga mkono na kurahisisha uwekezaji huo kwenye miundombinu ya michezo. Naamini litakuwa jambo la kuwafumbua macho na kuona kwamba hili ni jambo ambalo wanatakiwa kulifanya ili kuiunga mkono serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye upande wa miundombinu ya michezo. Asante sana mheshimiwa, na karibu enjoy soka la Singida Black Stars. Asante sana.